Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Basi niwaombe mketi ili tuendelee na utaratibu mwingine. Wapendwa, tunamshukuru Mungu sana kwa namna ya kipekee katika ibada hii ya leo, katika siku hii ya leo. Na kwa namna ya kipekee sana ni pende kualika na kuwatambulisha kwenu ambao wametusababisha tukutane katika siku ya leo kwenye ibada hii. Na ninaomba nisitaje majina yao kwa sababu yanaonekana kwenye kiambaza nyuma yangu. Na nina imani ya kwamba hata kabla hatuja kutangazia umesoma na umekwisha kujua ni nani na nani na sura zao zimeonekana hapo. Na hivyo basi kwa namna ya kipekee nichukue nafasi hii kuwatambulisha wazazi wa Nathan Dick Manongi. Mahali mlipo baba na mama, mnaweza mkasimama mkatupungia mkono. Mpungeni tena nione. Ndio hao sasa. Sasa tuchukue nafasi kuwatambulisha ndugu wote wa upande wa bwana harusi katika siku ya leo. Mahali mlipo nanyi nichukue nafasi hii kualika msimame na mtupungie mkono. Sasa mbona tumenuna? Usinune. Chukua nafasi sasa kwa namna ya kipekee kuwatambua na kuwaleta kwenu wazazi wa bibi harusi na wazazi wa Naomi. Mahali mlipo ninawaomba nanyi msimame ili kuweza kutambua uwepo wenu. Tunaomba mtupungie mkono. Haleluya. Basi kwa namna hiyo nichukue tena nafasi kuwatambua na kuwaleta kwenu wa ndugu wa bibi harusi ambaye ni Naomi. Basi wote niwaombe sasa msimame nasi tutambue uwepo wenu. Basi kwa namna ya kipekee sasa nichukue nafasi kutambua uongozi wa kanisa miongoni mwetu. Wapo viongozi wa kanisa wakiwepo wazee wa kanisa na viongozi wengine. Nitambue kwa niaba ya kanisa la Waadventista Sabato Makongo Juu. Basi wazee wa kanisa mahali mlipo mnaweza mkasimama na kutupungia mkono. Najua wengine wako katikati yetu. Hao ni baadhi ya wazee wa kanisa. Kanisa hili limebahatika kuwa na wazee 10. Na hivyo hao ni baadhi ya wazee, wengine wanaendelea na majukumu mengine. Basi kwa niaba hiyo sasa niwatambue washiriki wa kanisa la Waadventista Sabato Makongo Juu. Mahali mlipo nanyi niwaombe sasa msimame mtupungie mkono kwa kutukaribisha kuwepo katika ibada katika kanisa hili la Waadventista Sabato Makongo Juu. Washiriki wote basi niwasihi msimame sasa. Nikafikiri hawapo, kumbe wapo. Basi Mungu awabariki sana. Lakini sababu na hiyo nitambue uwepo wa kwaya ya kanisa la Waadventista Sabato Makongo Juu ambao watakuwa ni miongoni mwa wahudumu katika ibada hii ya leo. Nanyi mahali mlipo mnaweza mkasimama mkatupungia mkono. Asante. Sambamba na hao nitambue uwepo wa kwaya ya kanisa la Waadventista Sabato Kipunguni kutoka kule conference ya SEC. Mahali mlipo basi na ninyi niwaombe msimame mtupungie mkono. Asante. Basi kwa namna hiyo nipende kutambua wachungaji walioko pamoja nasi katika ibada hii ya leo. Tunaye mchungaji Melkizedeki Wanjara. Huyu ni miongoni mwa watendakazi katika jimbo letu jipya, jimbo dogo la ECF. Mahali ulipo ni kuombe tusimame utupungie mkono. Tutamsikia maana atatusomea fungu la maandiko matakatifu katika ibada hii ya leo. Sambamba na huyo tunaye mchungaji Emmanuel Rajabu, yuko miongoni mwetu, anachunga katika chuo kile cha Excellent. Mahali ulipo nawe ni kuombe utupungie mkono. Asante. Sambamba na huyo tunaye mchungaji Jafet Pendamani. Huyu ni mchungaji anayetokea katika conference ile ya Netco katika mkoa ule wa Tanga na wilaya ile ya Lushoto, na mtasi mwingine ni ule wa Malindi B. Mahali ulipo pasa basi tupungie mkono. Asante. Ninatambua ya kwamba yawezekana hajafika, lakini tunatambua ya kwamba tupo na mkurugenzi wa mawasiliano
katika conference yetu ya Mashariki Mkati mwa Tanzania. Mchungaji William Izungo, kama umefika, ninaona bado hajafika, ila muda si mrefu atakuwa pamoja nasi katika ibada hii ya leo. Mara baada ya maneno hayo, ikiwa sijatambua uwepo wako, natambua ya kwamba wewe ni wa thamani kuwepo katika ibada hii ya leo, kujisikia amani na kumtukuza Mungu katika ibada hii. Nitambue anayetupatia ala ya muziki na si mwingine ni mtumishi wa Mungu Philip Bisanda. Mahali ulipo tunasikia, ukiachia hapo hatutosikia huo mridimo wa sauti yenye kutuburudisha na kutubariki katika ibada hii ya leo. Lakini sambamba na hiyo, nitambue wanaotufanya tusikike. Wapo watu wa mawasiliano, wako walioshika kamera, wako nyuma ya kamera, na hivyo mnaotufuatilia katika ibada hii ya leo hamtowaona, lakini tambueni ya kwamba wapo watu wanaosababisha tuonekane mubashara katika ibada hii ya leo. Lakini wapo watu wa mawasiliano, basi tunatambua huduma yenu na Mungu wa mbinguni awabariki sana. Basi kwa namna sasa ya kipekee niwaalike wote kufuraha, tuimbe wimbo nambari 184. Niwaombe wale waimbishaji wasogee hapa, praise team wasogee hapa. Wakati praise team wanaposogea, anayezungumza nanyi si mwingine ni mchungaji Bryson Mdingi, anayechunga mtaa huu wa Makongo Juu. Niwaalike na kuwakaribisha katika ibada hii ya leo takatifu ya ndoa kati ya Nathan D. Kimanongi na Naomi Raphael Chacha. Basi kwa furaha na tabasamu tusimame wote tuweze kuimba. Siku zote
Tukidumu kusimama, tusikie fungu kiongozi katika ibada ya ndoa takatifu siku ya leo. Napatikana katika kitabu cha Wimbo Ulio Bora, sura ya 8, fungu la 6 na la 7. Neno la Bwana linasema, nitie kama muhuri moyoni mwako, kama muhuri juu ya mkono wako, kwa maana upendo una nguvu kama mauti, na wivu ni mkali kama ahera. Mwako wake ni mwako wa moto, na miali yake ni miali ya yahu. Maji mengi hayawezi kuuzimisha upendo, wala mito haiwezi kuuzamisha. Kama mtu angetoa badala ya upendo mali yote ya nyumbani mwake, angedharauliwa kabisa. Mungu abariki neno lake. Tuombe. Baba yangu na Mungu wetu, ninakushukuru kwa ajili ya tukio la leo. Ninaalika uwepo wako uweze kuwa pamoja nasi sasa na hata mwisho, katika jina la Kristo Mwokozi wetu, amina. Asante. Basi kwa namna ya kipekee sasa niwatambue watu wafuatao, wasindikizaji waliosindikiza maharusi wa leo. Ni waombe wasimame. Mr. and Mrs. Adam Francis Mwangonda watupungie mkono. Jamani, pungeni tena. Sasa mbona hutabasamu kupunga upungi, tunakuweka wapi? Jamani, wamependeza hawajapendeza? Sasa kama una wivu huwezi kusema wamependeza, ila sisi tumeappreciate ya kwamba wamefanyaje, wamependeza. Basi kwa namna ya kipekee ni watambue mates wote ambao wameongoza msafara huu, nanyi kwa namna ya kipekee wote mnaweza mkasimama mkatupungia mkono. Asante. Wamewawakilisha na hao marafiki mnaona walioketi, waliovaa white and black. Wanaokuja mbele yetu sasa si wengine ni kwaya ya Waadventista wa Sabato Kipunguni. Watatupatia wimbo, na mara tu baada ya kwaya hii kutupatia wimbo Makongo Juu, mtapanda nanyi kwa ajili ya wimbo moja. Na mara baada ya kwaya ya Makongo Juu kuimba, nitamtambulisha kwenu mtumishi wa Mungu
mchungaji Isaac Mbwambo anayechunga mtaa ule wa Kivule yuko pamoja nasi, na hivyo mara tu baada ya kwaya ya Waadventista wa Sabato Makongo Juu kutupatia wimbo, basi atasimama kutupatia neno katika ibada hii ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Ninaomba wimbo ni kama vile hauendani sana na tukio hili, lakini ni muhimu tuimbe. Ninaomba Emmanuel atuelezee ni kwa nini tunaimba wimbo huu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Iliyoko mbele yenu hapa ni kwaya ya Waadventista wa Sabato Kipunguni, na tuko kwa ajili ya kuwapatia wimbo, kwa kuwa hii ni kwaya ambayo bibi harusi wetu pia amewahi kuimbia. Na wimbo huu nadhani utakaoenda kuimbwa hapa utakuwa ni maalum kabisa kwa ajili ya bibi harusi wetu. Jumamosi moja baada ya kwaya yetu kutoa huduma ya uimbaji, kuna muumini mmoja ambaye alikuwa ni mpenzi pia mdau wa kwaya yetu, alitoa ujumbe ama alitoa maoni kwamba kwaya hakika kwa leo mmetoa huduma ambayo iko chini ya kiwango, lakini vile vile huduma hii mlioitoa si ya vigezo vyenu. Na maoni haya aliwasilisha moja kwa moja kwa Mama Naomi pamoja na dada Naomi, na alipotuma kwake dada Naomi alifikiria sana kuhusu ujumbe, akasema ni nini tufanye kwa ajili ya kwaya yetu. Na tulipofika kwenye mazoezi, ujumbe huu aliwasilisha moja kwa moja kwa mwalimu wetu wa kwaya, Mwalimu Pinieli, na akamwambia kwamba mwalimu, sikufurahishwa na jambo hili. Basi mwalimu alijifikiria sana, lakini mwishowe akasema inabidi nifanye jambo kwa ajili ya kwaya hii. Ndipo alirudisha swali hili ama mapendekezo haya kama swali kwa dada Naomi na kumuuliza, je, unashauri tufanyaje? Dada Naomi alifikiria kwa kitambo kidogo na akasema kwamba akatoa maneno haya yafuatayo: mkinipenda mtazishika amri zangu, ambayo ni maneno yanayotoka katika kile kitabu cha Yohana 14 mstari wa 15. Na mwalimu alitunga wimbo huu ukiendana na maneno hayo. Na dada Naomi alipoulizwa ni kwa nini umetoa maneno haya, alisema ni fungu la kwanza kabisa kwenye maisha yangu ambalo nililikariri, ambalo fungu hili alilishika akiwa mtoto mdogo sana na alikaririshwa na Mama Naomi. Basi niwakaribishe wote msikilize wimbo wetu na mbarikiwe. Kwa hiyo kwa kawaida kushoto mwa kitabu cha nyimbo utaona jina limeandikwa. Hilo kushoto ni jina la mwandishi wa maneno. Kwa wimbo huu kwenye maneno kushoto anaonekana Naomi Chacha, kulia anaonekana Pinieli, kwamba Pinieli ni mwandishi wa muziki, lakini kushoto ni Naomi Chacha aliyeandika maneno. Mungu ambariki sana Naomi, endeleza kipaji hicho.
nazishika amri zangu. Sheria ya Mungu ni takatifu. Sheria ya Mungu ni takatifu. Ni takatifu. Nao wampendao Bwana hushika sheria yake. Nao wapata rehema machoni pa Bwana. Nayo sheria ya Mungu ni ya milele, milele, milele. Unifundishe Bwana, nikazijue sheria zako, nikujue wewe Mungu kupitia sheria yako. Unifundishe Bwana, nikazijue sheria zako, nikujue wewe Mungu kupitia sheria yako. Na wale wote wanipendao sheria ya Mungu hawana laana wakwaza kuwakwaza. Na wale wote wanipendao sheria ya Mungu hawana laana wakwaza kuwakwaza. Unifundishe nikazijue sheria zako, nikujue wewe Mungu kupitia sheria yako. Unifundishe nikazijue sheria zako, nikujue wewe Mungu
Shukuruni Bwana kwa kuwa yeye ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Shukuruni, kwa maana fadhili zake ni za milele yote. Shukuruni.
Bwana Yesu asifiwe. Basi kwa namna ya kipekee nipende kumtambua uwepo wa mchungaji ambaye nilimtambulisha wakati tunafanya utambulisho. Tunamshukuru Mungu ya kwamba amefika na yuko katikati yetu. Mchungaji William Izungu, mahali ulipo basi simama tu tupungie mkono, tunatambua uwepo wako. Asante. Mara baada ya hapo nimlete sasa kwenu mtumishi wa Mungu mchungaji Isaac Mbwambo kwa ajili ya hotuba ya ndoa ya leo. Nitie kama muhuri moyoni mwako, maana upendo una nguvu kuliko mauti, na wivu ni mkali kuliko ahera, na mwako wake ni mwako wa Yahu. Maji mengi hayawezi kuugarikisha upendo. Kama mtu angetoa mali zote za nyumbani mwake kwa ajili ya upendo, angedharaulika kabisa. Na wasalimu kwa jina la Yesu Kristo. Yaani mimi nina furaha, lakini kuna mtu mmoja naona ana huzuni. Usihuzunike, ndoa yako ni nzuri, ni mtazamo tu. Na hawa wanaenda kufurahia ndoa yao. Lakini hata kama kuna changamoto unapitia, Yesu anapenda ujue ya kwamba alianzisha muujiza wa kwanza kwenye harusi na wala si ndoa. Harusi ya Kana ya Galilaya, akafanya watu wakafurahi, akaongeza divai watu wakanywa, watu wakasema tazama Mungu ni mwema maana tuna furaha. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Hebu mgeukie mwenzako mwambie karibu katika furaha ya harusi. Nimeona kuna yule mtu ambaye moyo uso wake ulikuwa umeweka matuta, sasa walau umechanuka. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya Nathan pamoja na Naomi. Wazazi, Mungu awabariki sana. Mzee Manongi pamoja na mke wake, hebu nyanyueni kidogo, nyanyukeni mtupungie mkono. Mama naona alikuwa akiimba hapa. Haleluya. Inafurahisha kijana wako akiwa amefikia hivi vizuri, anakuja kanisani, unamwona yeye mwenyewe anafurahi. Jamani, ni jambo zunione wazazi wa Naomi, mzee Chacha, Rafael Chacha pamoja na mama. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Ninaona hata ukimwangalia saizi Nathan amekaa mbali kushoto, Naomi amekaa huku, kama vile wako darasani tu hivi, yani bado hakijaeleweka kama kweli ni ndoa. Kwa hiyo ngoja tumalize mambo, wakikaa kwenye vile viti pale watajua wako kwenye ndoa. Bwana Yesu asifiwe. Unajua kimsingi nyie mnaimba, na Naomi kweli alikuwa anafurahia ila wimbo, ila hakuletwa hapa na nyimbo, wala hakuletwa hapa na mahubiri. Yani amekuja hapa kila mtu apate mwenzi wake, waondoke wakafurahi, na Bwana awabariki. Sasa unajua upendo wakati fulani ni kisa cha kushangaza. Unaweza ukaanza kama moto mdogo ukakua, kwa kadiri ambavyo unavyoendelea kuchoma nishati unapata nguvu. Lakini kwa kadiri ambavyo utaendelea kuzima ama kuwaka, itategemea vile unavyoongeza nishati zinazochomwa na kufanya moto wa upendo uendelee kuwa na nguvu. Kwa kadiri unavyoongeza nishati, moto unawaka. Kwa kadiri ambavyo unapunguza na kusahau, moto unazima. Mzee, anza kuonyesha ya kwamba utafanya nishati. Hebu simama kidogo. Unaona Naomi ameshika ua lake, mshike mkono hapa, nenda simama pale, mnyanyue, mwambie twende nikakuoe. Twende nikakuoe. Alafu unaonyesha kukea, unapiga ngazi, unapanda hapa, naenda kukupa mke wako sasa hivi. Bwana Yesu asifiwe. Hata Naomi alivyoshikwa mkono anacheka. Sasa angalia, kuna mtu hajawahi kumshika mtu mkono wa mke wake mwaka umeisha. Naomi kushikwa tu mkono amefurahi na ametabasamu, hata hajaambiwa neno lolote, na anapanda. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, wamependeza hawajapendeza?
Hata ungesema hawajapendeza ningekwambia we muongo. Wamependeza. Hebu sasa njoni hapa, geukieni huku. Wale washenga mnaweza mkaja hapa. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Ukiangalia jinsi ambavyo huyu Bwana anajali kwa leo na siku zinazofuata. Wewe dada ulioko hapa ukiwa una kijana hajali, mpe mwaka mmoja wa kuangalia, miezi 6 ya kuangalia, mwaka usiishe, tupa pembeni, tafuta mtu anayejali. Yaani kama ukipata mwanaume asiyejali, hakuna maumivu makali kama hayo. Yaani unaona tu wenzako wanaletewa, wanashikwa mkono, wanaambiwa mama twende out, unaona analetewa kagauni, unaona analetewa zawadi. Wewe wa kwako anaanza mawasiliano magumu. Bwana Nathani, ninajua ya kwamba safari ya mahusiano mpaka kufika hapa haikuwa kazi rahisi. Mpaka kumpata mtoto kama Naomi akukubalie ufike kanisani, bila shaka kajasho kalikutoka, na ninaamini kuna jambo unajisikia shauku, unajisikia. Natamani nikupe dakika moja, unajisikiaje? Leo ni siku ya ndoa, mara baada ya maandalizi umesimama. Yani hii hawa wote unaowaona hapa na nguo zao nzuri na suti, na wengine leo ndo wamevaa kwa mara ya kwanza, wamekuja kwa ajili yako. Yani watu wameenda dukani, wengine alipoenda kwa fundi nguo ikaharibiwa, akaenda ana huzuni, akanuna kwa fundi, nguo ikatengenezwa ili aje kukuona. Alafu wewe ndio umesimama. Unajisikiaje pamoja na mume? Hebu mpe maiki aseme kidogo, unajisikiaje? Bwana Yesu asifiwe. Niseme tu ninajisikia furaha sana siku hii ya leo, na nikiona pia washiriki, ndugu, familia ambao wamejiunga pamoja nasi katika siku hii. Asanteni sana. Anajisikia furaha kwa jinsi ambavyo watu wamejumuika pamoja naye. Mnaanza maisha mapya, wazazi wamekulea, umepita kwenye hatua mbalimbali za maisha na unaenda kuanza kuishi na Naomi. Naomi ana matarajio. Yaani hapo alipo moyo wake una matarajio kwa ajili yako. Unawaambiaje wazazi ambao sasa wanapaswa wakae pembeni kidogo, yaani wanakaa kushoto, alafu unaanza kutembea na Naomi? Unasema nini kwa wazazi wako, lakini unamwahidi nini Naomi? Nianze kuwashukuru wazazi wa pande zote mbili kwa malezi yao ambayo yametufikisha siku hii ya leo. Lakini pia kwa Naomi nilikuwa nimeandaa. Haleluya. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Ya Naomi ni very special, naona kama yameandikwa. Yaani asitoke tu bila haleluya. Basi karibu. Asante. To my beloved Naomi. Naomi, unaweza kugeuka kidogo kwa sababu anaongea na wewe, mkatazamana. Ndio, hiyo imekaa vizuri. To my beloved Naomi, leo ni siku ambayo nimekuwa nikisubiria kwa muda mrefu na kwa hamu kubwa. Ni siku ambayo sio kwamba tu naenda kuwa mume wako, lakini pia naenda kuwa rafiki yako wa milele. Amen. Ndoa yetu au safari yetu ya ndoa inaanza leo rasmi. Itakuwa na milima, lakini pia itakuwa na mabonde. Lakini mbele ya Mungu, mbele ya familia zetu na mbele ya ndugu zetu, marafiki zetu, ninaamini kwamba kwa upendo na maombi na kushikamana tutaweza kushinda. Amen. Mungu ndiye aliyeleta upendo huu. Naomba abariki kila hatua katika maisha yetu. Tuendelee kumweka katikati ya ndoa yetu. Amen. Maana pasipo yeye hatutaweza. Amen. Lakini mwisho niseme nakupenda na nitakupenda daima. Amen. Asante kunichagua na kuniamini
Asante sana kwa wakati unasema, nilikuwa najaribu kuangalia nikaona mtu anameza mate. Yaani kwamba natamani mimi ndio ningekuwa naambiwa. Na ni binti hajaolewa. Endelea kumwomba Mungu hapa kwenye hawa vijana hawa walioko hapa, Mungu atakupa moja. Sio nyinyi, nimesema tu kwa upande huu, lakini Mungu atakupa wa kwako. Usichoke kusubiri. Haleluya. Kwa kweli ni kama vile naona unataka kuhagi, lakini nitakupa nafasi ya kumhagi. Ngoja kwanza, Naomi, leo pia ni siku special na unajisikiaje kuwa hapa mbele? Unajua Naomi, kuna watu wanatamani kuolewa mpaka wanatamani kujilipia mahari ila hawaolewi. Na kama ni binti unatamani kujilipia mahari na wewe ni Mkuria na unatakiwa upeleke ng'ombe 4 na milioni 4 na bado unasema nitalipa na mtu hataki kukuoa. Wewe umebahatika sana. Hii ni bahati ya pekee. Na ninaamini una maneno ya kumshukuru Mungu na unaweza kusema angalau kilichoko moyoni kidogo kiweze kupungua, maana ni siku maalumu kwa ajili yako. Karibu Naomi. Umependeza. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Karibu Naomi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana ni mwema wakati wote. Napenda kumshukuru Mungu sana, na niko hapa kanisani nikishuhudia jinsi Mungu alivyokuwa mwema sana. Amen. Siku hii ya leo ni siku ambayo pia nilikuwa nikisubiri na kuitamani sana, na ninashukuru Mungu ameweza kutufikisha salama. Nathan, mpenzi wangu, asante kwa upendo wako usio na masharti. Unaweza kumgeukia. Nathan anatazama vizuri. Sawa. Nathan, rafiki yangu kipenzi, asante sana kwa upendo wako usiokuwa na masharti, uvumilivu wako na jinsi unavyonifanya kila siku nijisikie salama. Asante kwa kunifundisha maana ya upendo wa kweli, kwa vitendo vyako vya huruma pamoja na kunijali siku zote. Ninaahidi kukupenda kila siku, Nathan. Jamani, amina. Si kwa maneno tu, bali kwa vitendo, katika furaha na huzuni, afya na udhaifu, mafanikio na changamoto. Amen. Nitakuwa bega lako la kutegemea siku zote. Mshauri wako wa karibu, rafiki yako wa siku zote na milele. Ninaahidi kuwa mke mwema kwako, mke mwema sana, Nathan. Nitakuombea siku zote. Amen. Nitakuheshimu. Nitakutii. Nitakuunga mkono katika ndoto zako zote. Tukiwa pamoja, ninaamini hakuna linalotushinda. Amen. Kwa sababu tuna msingi mmoja imara ambaye ni Yesu Kristo pekee. Amen. Na ninaamini safari yetu itakuwa ni safari nzuri na njema mbele za Mungu, hata watu wanaotuzunguka. Ninakupenda sana Nathan. Ninakupenda sana. Amen. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Hata kama ingekuwa ni wewe, watu wakishaambiana hivyo, ukiwachelewesha unasikia uvivu. Yaani kabisa unaona kabisa wameshaiva. Yaani ubiri lako wameshaambiana. Sasa unasema nini? Nani anayemtoa Naomi Rafael Chacha aolewe na Nathani Dick Manongi? Apite hapa atuambie yeye ni nani kwa majina yake, alafu atachukua mkono wa Naomi aushikishe kwa Nathan, amwambie nenda, kama ni mwanangu ama dada, mwanangu, maana nimeona amekuja baba. Mungu akubariki sana. Karibu mzee, asante kwa kushiriki hapa. Mimi hapa Rafael Merengo Chacha, baba mzazi wa Naomi Rafael Chacha, ndiye naye mkabidhi kwa Nathan Dick Manongi ili awe mke wake halali wa ndoa tangu leo. Haleluya. Baba ametoa mamlaka. Mungu akubariki sana mzee. Asante sana kwa kutoa kwa moyo wote, na
Sasa mambo yamekaa vizuri, maana amemwambia Naomi, nenda, tumeruhusu. Wapenzi, tumekusanyika hapa mbele za Mungu na mbele za mkutano huu ili kumuunganisha mwanaume huyu na mwanamke huyu katika ndoa takatifu ambayo ni jambo la heshima lililoanzishwa na Mungu wakati wanadamu walipokuwa hawana hatia, nalo linafananishwa na muunganiko wa Kristo na kanisa lake. Jambo hili takatifu alilibariki na kuliheshimu kwa kuwepo kwake na kwa muujiza wake wa kwanza aliyoufanya katika mji wa Kana ya Galilaya. Na ndoa imesifiwa zaidi na Mtume Paulo akisema ya kwamba haina budi iheshimiwe na watu wote, kwa kuwa imekusudiwa kuleta umoja zaidi na Bwana. Kwa hiyo isichukuliwe wala kufanyika kwa namna isiyofaa, wala kwa haraka, wala kwa uzinifu, wala kwa uasherati, bali kwa heshima na kicho cha Mungu. Ikumbukwe kwamba ndoa iliwekwa na Mungu kwa ajili ya kusaidiana na kufarijiana kwa kadiri ya mahitaji ya kila mmoja katika siku za kufanikiwa na katika siku za taabu. Katika hali hiyo takatifu, rafiki zetu hawa wawili walioko hapa, yani Nathan Dick Manonge pamoja na Naomi Raphael Chacha, wamekuja sasa mbele ya kicho cha Mungu ili wapate kuunganishwa, sasa wapate kukaa siku zote bila kutengana. Kwa ajili ya hali hiyo, mtu yeyote akiweza kuonyesha sababu inayoweza kufanya wasiunganishwe kihalali katika ndoa, na aseme sasa. Je, kuna mtu yeyote anasema nina sababu halali? Unaweza kunyosha mkono. Na nitakushangaa watu washapendana hivyo, wameshakubaliana kuanza safari, alafu unanyosha mkono unasema hivi. Yaani tutakushangaa. Sijasema usifanye, maana naweza nikaonekana nimekuwa juu ya sheria, lakini hajaonekana. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Ruksa imetolewa na watu waliokusanyika. Na kwa hiyo sasa, kabla hamjaanza, hebu Naomi geuka kidogo. Yes, alafu na wewe bendi kutu. Yes, safi kabisa. Umekabidhiwa, na ninaamini ya kwamba hako kapumzi uliko kavuta kameniambia juu ya mengi. Sasa hebu rafiki yangu, ondoa hiyo shela sasa, utuambie ni yeye ama ni mwingine. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Hivi anaonyesha atakavyokuwa anamkagua akienda kanisani, ananyosha vinywele pale, anamalizia kufunga zipu ya gauni, anamwambia poda hapa imekaa vizuri, anaonyesha kwamba anajua kujali. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Sio wewe unatoka nyumbani unakurupuka tu, unatembea na viatu vyako kwa. Mke yuko huku nyuma anatafuta hata wa kumfunga zipu, hayupo. Mama wa watu anajitahidi kufunga zipu mpaka anachana gauni, anaanza kupasha lingine. Unajali namna hiyo. Ni mwenyewe sio mwenyewe, mzee Mike? Ni mwenyewe. Bwana akubariki. Sasa nitawahoji ninyi wawili kama ambavyo mtaulizwa katika siku ya hukumu, wakati ambapo siri za mioyo yenu itafunguliwa. Je, kati yenu kuna mtu yeyote ambaye anajua sababu yoyote ya msingi ya kumfanya asiunganishwe na mwenzake? Na mjue hakika ya kwamba watu wowote wanaofunga ndoa kinyume na vile ilivyoruhusiwa katika neno la Mungu hawaunganishwi na Mungu na ndoa yao si halali. Wakati ambapo nitamhoji Nathan, utamwekea maiki. Rafiki yangu Nathan, je, unamkubali mwanamke huyu kuwa mke wako uliyemuoa kihalali katika ndoa na kuishi naye katika siku zote za maisha mtakayoishi? Ndiyo, nakubali. Je, utampenda na kumfariji na kumheshimu? Ndiyo. Je, utamtunza katika ugonjwa na katika afya? Ndiyo.
Na je, unaahidi kuacha wengine wote ukiambatana na yeye siku zote za maisha mtakayoishi? Ndiyo na. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Anachosema ni kwamba namba za marafiki wa karibu amefuta zote. Kwa hiyo watu wakiwa honeymoon, acha tafuta watu. Pongezi utatoa baada ya wiki moja. Kwa hiyo tunasonga mbele. Naomi, je, unamkubali mwanaume huyu kuwa mume wako aliyekuwa wake halali na kuishi katika hali takatifu ya ndoa kama ilivyoamriwa katika neno la Mungu? Ndiyo, nakubali. Je, utampenda na kumfariji na kumheshimu? Ndiyo. Je, utamtunza katika ugonjwa na katika afya? Ndiyo. Na je, unaahidi kuacha wengine wote ukiwa na yeye siku zote za maisha mtakayoishi? Ndiyo. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Asante kwa ajili ya viapo hivi, na sasa nitawaita kuchukua viapo vyenu vya ndoa ili ya kwamba tuwaunganishe. Taanza rafiki yetu Nathan kwa kiapo cha kwanza, alafu baada ya hapo ataenda Naomi kwa kiapo cha kwanza, alafu tutaingia kwa kiapo cha mwisho. Karibu. Nashuhudia kweli kwamba sijui pingamizi lolote dhidi ya mimi Nathan Dick Manongi kuunganishwa katika ndoa na Naomi Raphael Chacha. Asante sana Naomi. Nashuhudia kweli kwamba sijui pingamizi lolote dhidi ya mimi Naomi Raphael Chacha kuunganishwa katika ndoa na Nathan Dick Manongi. Asante sana. Sasa mkiwa mmeshikana mikono, mtawasaidia kushika hivyo viapo. Shikaneni mikono sasa. Mkiwa mnaangaliana kabisa, mweke kile kiapo ili aweze kusoma na aweze kusonga mbele. Wakati utakapompa kiapo utamtazama machoni, hasa unapofika mwisho, unaposema na katika mambo hayo. Kale ka kipindi ka kuhagi ndio haka sasa. Kwa hiyo ukifika, nilikuona kabisa kale kapumzi, sasa ni ruksa, maana hapa ndio penyewe. Kwa hiyo utamsogea, kama utabusu kipare ama umeshafundishwa kubusu kikuria, vyovyote vile utaonyesha upendo. Upendo ni kitenzi. Karibu kwa ajili ya kiapo. Na wasi watu wote waliopo hapa washuhudie kwamba mimi Nathan Dick Manongi na kutoa wewe Naomi Raphael Chacha uwe mke wangu halali wa ndoa, niwe nawe na kuambatana nawe tangu sasa hata siku zote, katika hali njema na katika hali mbaya, katika utajiri na katika umaskini, katika ugonjwa na katika afya, nikupende na kukutunza mpaka mauti itakapotutenganisha, kulingana na amri takatifu ya Mungu. Na katika mambo hayo kupa ahadi yangu. Unampa ahadi yako. Piga hatua kama haleluya. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Ameonyesha hadharani yuko tayari kuanza safari ya maisha. Karibu Naomi. Na wasi watu wote waliopo hapa washuhudie kwamba mimi Naomi Raphael Chacha na kutoa wewe Nathan Dick Manongi uwe mume wangu halali wa ndoa, niwe na kuambatana nawe tangu sasa hata siku zote, katika hali njema na katika hali mbaya, katika utajiri na katika umaskini, katika ugonjwa na katika afya, nikupende na kukutunza mpaka mauti itakapotutenganisha, kulingana na amri takatifu ya Mungu. Na katika mambo hayo
nakupa ahadi yangu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nimeona mtu mwingine tena amemeza mate. Kumbe kuhagi pia ni kitu cha msingi. Basi hawa wamekuja mbele za Bwana na Bwana amewaridhia. Basi aliyowaunganisha Mungu, mwanadamu asiwatenganishe. Kwa sababu Nathan Dick Manongi na rafiki yetu Naomi Raphael Chacha wamekubaliana kuishi katika hali ya maisha matakatifu ya ndoa, nao wameyashuhudia haya mbele za Mungu na mbele za mkutano huu, mbele ya kanisa na mbele za Bwana. Nao wameshuhudia hayo, na katika mambo hayo wametoa ahadi na kujifunga kila mmoja kwa mwenzake, na wameyatangaza mambo hayo kwa kushikamana mikono. Sasa mimi mchungaji Isaac Alfred Mbwambo, kwa mamlaka ya sheria ya neno la Mungu na kwa sheria ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ninawatangaza ya kwamba wamekuwa mume na mke kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Jamani, piga kelele, sema amina. Haleluya. Furaha ya Bwana i ndani yao. Bwana, mkikumbatiana hivyo hivyo, Bwana awabariki na kuwalinda. Bwana awaangazie nuru ya uso wake na kuwafadhili. Bwana awainulie uso wake na kuwapa amani, tangu sasa na hata milele. Tuseme wote wenye mapenzi mema, amina. Waambieni mbarikiwe. Bwana awape yote. Mfanikiwe kwenye maisha. Ndoa yenu iwe ya furaha. Mmepokea baraka za Mungu na baraka za kanisa. Bwana awabariki. Mshike mke wako halali mkono, kaeni pale kwenye viti, na alafu baada ya hapo nitasema kidogo, alafu nitawaita wachungaji wote walioko hapa na wazazi, ili tuweze kuwaombea ombi la baraka, wakashereke na kula pilau. Jamani, sema amina. Kwa kweli kama kuna mtu alikuwa na wivu, nahisi akila chakula atapaliwa. Yaani wewe furahi tu kwamba na huyu bwana anaitwa Nathani, anakea, ameoa na Naomi ameolewa. Sasa wapenzi, natamani niseme mambo machache tu kwa dakika zisizofika 10. Hawa rafiki wamepata mafunzo ya ndoa, na ninasema haya machache kwa ajili yetu sisi, ili tuweze kutoa baraka za ombi. Nataka tu niwakumbushe mambo machache wanandoa na kanisa tulioko mahali hapa, ya kwamba jambo la kwanza, pamoja na ujuzi wote tunaoweza kufanya kwenye ndoa, Mungu asipokuwepo kwenye ndoa, hekima inagonga mwamba, ufahamu unashindwa kufanya kazi. Na kwa hiyo rafiki zangu, mkiwa mmeendelea kushikana mikono, ninawapendekezea kama nilivyosema mara ya kwanza, Mungu akawepo ndani ya familia yenu. Asubuhi zingatieni maombi. Mtoleni Mungu zaka na sadaka, maana mnaingia katika commitment na Mungu kwa kutoa zaka. Mnapoomba, Mungu anawatazama. Nyumba ya Kikristo inasema ulimwengu wote wa mbinguni, yani malaika na Baba na Mwana na Roho Mtakatifu ambaye anatushuhudia, asubuhi na jioni wanatazama katika kila familia inayofanya maombi. Na malaika wanaagizwa kuleta amani, wanaagizwa kumzuia movu na kuleta baraka. Zichukueni hizo baraka kila siku, ndoa yenu itakuwa na furaha. Amen. La pili, kwa wazazi,
hawa watu wamekuwa watu wazima, na Mwanzo 2 mstari wa 24 unasema na mwanaume atamwacha. Huyu jamaa sio kijana saa hii, alipoingia alikuwa kijana, anatoka akiwa mwanaume. Na mwanaume huyu anajitegemea kwa mawazo na fikra. Mwanaume huyu anajitegemea kwa nyumba, anajitegemea kwa uchumi, anajitegemea kwa mamlaka kamili. Na kwa hiyo baba alikuwa wazaa Nathani walikuwa upande wa kulia na wazaa Naomi walikuwa upande huu wa kushoto. Na sasa Nathani akaondoka kutoka hapa, akasimama hapa, akaangaza kushoto na kulia, akasema nimpate nani? Akasema Naomi. Akamwambia Naomi, baby njoo. Naomi akapiga hatua, akaja, wamesimama katikati. Na kwa hiyo hawa hawamilikiwi na upande wa kiume wala na upande wa kike, wote ni wazazi, na hakuna familia yenye mamlaka zaidi wala ushauri unaotakiwa kusikiliza. Wazazi wetu tunawapenda, hasa wale wazazi ambao wameenda kwa umri, na tunatofautiana makabila. Sasa ukamchukua Naomi, bahati nzuri amezaliwa Dar es Salaam, ukampeleka kule Upareni, ukaanza kumpima kwa heshima za Kipare, utakuwa unamwonea tu Naomi. Yaani mjue tu Naomi alizaliwa Dar es Salaam, na kwa hiyo kuna makabila akishaolewa na visa tutajua kwenye msiba anaachiwa sufuria kubwa eti apike mwenyewe aonyeshe kwamba ameolewa. Anaambiwa kama umeolewa piga magoti. Baadaye mawifi wanakuja wanaanza kumsodoa. Hayo mambo hayatusaidii. Kama kuna kitu unachoweza kufanya ni kuwaombea baraka. Ikiwa Nathani ataamua kupika kila siku jioni ili mke wake afurahie chakula, mama ukiwatembelea angalia, useme jamani ndoa yenu ni nzuri, alafu uondoke. Kuna wamama wakiona hivyo wanasema mtoto wangu amekaliwa, jamani mwanangu. Yani wewe Nathani umekuwa mjinga. Ngoja nikwambie kisa kidogo. Unajua ili waende vizuri wanatofautiana, na Mwanzo 2 mstari wa 18 inasema Bwana Mungu akasema, tazama si vyema mtu aishi peke yake, nitamfanyia msaidizi. Neno la asili la Kiebrania linaitwa Azar, wa kufanana naye neno la Kiebrania Kenegdo. Na haya maneno yanaonyesha ya kwamba watu wanatofautiana. Shika hiyo makini. Na kwa sababu watu wanatofautiana, ndoa yenye furaha ni ile ya watu wawili wanaotambua, wanakubali na kushika mapungufu na kuwainua wenzao, hata kama mapungufu hayo wengine kwao yamekuwa ni makubwa yasiyovumilika. Ndoa ya mtu ambaye ni nabii wa Mungu ambaye anaitwa Hosea ilisimama kwa sababu Hosea, wakati washiriki wakisema Hosea amekaliwa, maana mke ametoka, na Hosea anakuja na watoto, Hosea amebeba uji na kijiko anawalisha watoto, Hosea anahubiri hapa, watoto wamekaa hapo, mke ameondoka, Hosea anasema watoto wangu kunywa uji, mama ameondoka, lakini mimi bado ni baba, hata mimi ninaweza kupika. Washiriki wanasema jamani nabii gani? Wanasema mimi ninajua, mimi ni nabii wa Mungu na mke ameondoka, lakini bado ninampenda. Alafu ndoa ya Hosea haikuvunjika. Unanielewa ninasema nini? Kwamba yabebe mapungufu ya mwenzako na yakubali. Kuna watu hapa wameoana, mwingine, hebu chukua tu mfano wa ndoa hii. Alioana mtu ambaye mmoja ni kwenye lile grupu la tabia ambaye yeye alikuwa ni melancholi, alafu akaoana na mtu ambaye anatoka kwenye grupu la tabia ambalo wenyewe huwa wanatoa tu msamaha, huwa tu wanapuuzia. Huwa ni grupu gani? Maana mnajua. Yes, Pragmatic. Huyu alioko hapa amesema. Sasa Pragmatic na melancholy ameona. Sasa huyu ambaye alikuwa ni melancholy akikaa anafikiria mambo ya msingi na ni mke. Baba akija anasema yani hapa lazima tujenge nyumba, hapa lazima tufanye. Alikuwa amechanganyika kidogo ka melancholy, lakini amechanganyika na choleric, ana misimamo. Baba akija anaangalia, anapuuzia, anaacha. Baba ni mpuuziaji, nyumba haijengwi. Mama anasema tutapunguza kila kitu tukajenga. Alipoona mama anaona baba hafanyi kitu, akaamua kuchukua mkopo mwenyewe, akanunua kiwanja mwenyewe, maana anasema kwa namna yoyote lazima tujenge. Baada ya hapo baba kuona, kumbuka baba ni nani?
phlegmatic, kazi yake ni kupuuzia. Anataka amani kwa namna yoyote, na kwa hiyo anasema mambo yaende. Na mama anavyofanya hivyo, na mama naye anasema ameshindwa majukumu yake, acha niendelee. Mama na yeye anaendelea kusukuma, baba anaendelea. Akaja mama mkwe akaangalia, akamwambia, hivi wewe una akili? Kwao hawana shida, hawagombani. Mama mkwe anasema, yani mwanamke ndio anasimamia ujenzi wa nyumba, yani mwanamke ndio anatoa hela, umekaliwa. Akasikia kitu kina kliki kichwani, ila lakini kama kweli. Na kwa hiyo akaanza kujitutumua moyoni, huku hana ugomvi na mke, lakini anajitutumua. Mama akija anaanza kufoka, umetoka wapi? Hey. Kwa hiyo nyumba ikawa moto, lakini sio asili yake. Nini ninachoweza kusema? Mnaoana, hakuna grupu ambalo wakioana halitakuwa na mapungufu. Kila grupu akimwangalia mwenzake ataona amepungua. Lakini hili neno azaa linamaanisha ni msaada wa kijeshi ambao unaotolewa wakati wanajeshi wameshindwa kusonga mbele. Yani azaa, msaidizi uliyempata Nathan, ni kama ni wanajeshi wanasonga, wanatembea na wamefika mahali kuna mto wenye mamba na hawawezi kuvuka. Ni lile daraja linalovushwa ama ndege. Mungu amekupatia ndege ya kukunyanyua ukishindwa, amekupatia daraja la kuvuka. Wengine wanaweza wakasema umekaliwa, kumbe unasaidiwa. Lakini wakati huo huo unaweza ukapata mtu na anayejua anayekipitia ni wewe, sio washiriki, sio wafanyakazi, sio ndugu. Maana Naomi, nikwambie, mahusiano mazuri ni shule isiyo na mwisho. Kazi yako ni kujifunza. Kama mahusiano ni shule, mtaala ni nini? Ni upendo. Na kwa hiyo ni kujifunza namna ya kumpenda Nathan na sio mtu mwingine. Nathan hapendi kama mtu mwingine, anapendwa kama Nathan. Na wewe unajifunza namna ya kumpenda Naomi na kumsaidia kama Naomi, sio kama mtu mwingine. Mtaalamu mmoja nimewaandikia huku mahubiri na mashauri huku kwenye kitabu chenu, mkitulia mtaenda kusoma. Lakini mtaalamu mmoja anaitwa Gary Chapman aliandika kitabu chake mwaka 1992 akisema ni kwa namna gani mtu anaweza kuonyesha uhusiano wake, anaweza kufanya akaonyesha upendo. Ukiachana na kwamba kuna aina mbalimbali za upendo ambazo tunatakiwa tuzionyeshe kwenye ndoa, ya kwamba lazima tuonyeshe aina wa upendo wa mahaba ambao huo lazima uonyeshwe. Lazima tuonyeshe upendo wa kirafiki, lazima tuonyeshe upendo wa kifamilia, lakini lazima tuonyeshe upendo kama wa Hosea wa juu ambao unashinda. Yeye anasema utaonyeshaje upendo? Anasema unaposikia jina la mtu ukajua ya kwamba yeye ni nani, miongoni mwa zile detaili alizo nazo, hasa mwenzi wako, unazopaswa kuzijua ni kitu kinachoitwa 5 love languages. Gary Chapman anasema ili uongee vizuri na mwenzi wako unapaswa kujua anaongea lugha gani. Na utajuaje kabla haujazijua hizo 5? Msikilize anachosema Anamisi. Muangalie anachowafanyia wengine. Akifurahi anakufanyieje? Kama akifurahi anakupikia chakula kizuri, anafua nguo zako, anaonekana anatabasamu, anasema ya kwamba mimi aina yangu ya upendo ni a service, a quality service. Kwa hiyo anatamani umuhudumie. Ukimhudumia kichwani kwake ina kliki ya kwamba mume wangu ananipenda. Kama kazi yake ni kumhudumia, ukampa quality time kumsikiliza, atakwambia haunijali. Na kwa hiyo utaangalia anavyowafanyia wengine na atakachokuambia anachomisi na anachokufanyia, na wewe unajua hii ndiyo lugha yake ya upendo na anapendwa kwa namna hii na sio. His 5 love languages. Ya kwanza ni word of affirmation. Haya ni maneno. Kuna wanaume hawajui kushukuru, hawajui kutambua. Mama anatoka amependeza, amepeleka nywele zake, mpaka akifika kanisani hapa mlangoni hapa ndo anaambiwa umependeza. Anasema ina maana mume wangu ni kipofu, au ina maana ni bubu, au ina maana amenichoka hata nikipendeza haoni. Kwa hiyo anasema ya kwamba moja ya vitu ambavyo ni vinaonyesha upendo, lazima uonyeshe upendo kwa maneno, kwa vitenzi. Upendo ni kitenzi, na kwa hiyo unatakiwa uonyeshe appreciation, unatakiwa uonyeshe compliment, unatakiwa uonyeshe maneno ya encouragement, unamuonyesha unamjali, unamuonyesha unamuhitaji kwa maneno. Yani usichoke kumwambia nakupenda, usichoke. Na nikwambie ili ufanye vizuri, kila siku asubuhi ukiamka,
jikumbushe mambo matatu ama manne unayomshukuru Mungu kwa ajili ya mke wako, unayomshukuru Mungu kwa ajili ya mume wako. Nikwambie, mke wako sio mbaya, mume wako sio mbaya, ila akili yako imejaa negativity. Ukiamka tu unasema anachelewa kuja nyumbani, yani hahudumii, ila ana mazuri. Sasa ukitaka umfurahie, ukiamka asubuhi baada ya kuomba, jikumbushe, mume wangu hajawahi kunipiga ni mwaka wa 5, ni mume mzuri. Mume wangu sijawahi kumsikia kwenye zinaa, ni mume mzuri. Mume wangu amesomesha watoto, mume wangu ni mume mzuri. Alafu ubongo wako unaondoka unasema, jamani mimi nina mume mzuri. Sasa angalia mwanamke mwingine, yani huyu baba hajaninunulia gauni, sina mume hapa ndani. Na akili yako inasema, jamani nina mume mbaya. Akiingia kule mlangoni unasema, shetani yule anakuja. Kumbe ni mume mzuri, isipokuwa tu umeujaza ubongo wako mambo yasiyofaa. Na kwa hiyo mwambie maneno mazuri, jikumbushe mambo mazuri, ndoa yenu itajawa na upendo. Jifunze kutazama mazuri, maana dunia imejawa na mabaya, na huyo ulio naye ni mdhambi, ana mapungufu. Ila ukitazama mazuri, ubongo wako utasema nina mwenzi mzuri. Words of affirmation. La pili ni quality time, muda wa thamani. Muonyeshe mwenzi wako upendo kwa kumpatia attention, undivided attention. Wakati fulani anahitaji uwe na muda wa kuongea naye maongezi ya msingi. Kuna mawasiliano kama 5 ama 6. Haya mengine ya msingi kila mtu anafanya, lakini kuna mawasiliano ya connection, ya kujifunua kwake. Unajua leo najisikia nina huzuni. Hayo ni mawasiliano ya msingi. Leo, na tunasema kwenye hayo mahusiano unatumia kauli ya umoja. Leo ninajisikia maumivu. Leo nimemkumbuka baba yangu alivyokuwa anaumwa, ninajisikia unyonge. Yani jifunue, maana mwenzako anaweza akawa na huzuni, wewe ukimwangalia unasema unaninunia mimi, kwa hiyo unaninunia. Kumbe mwenzako amekumbuka baba yake anavyoumwa, anajisikia vibaya, na wewe hujajua, maana hajawasiliana, hajajifunua. Na kwa mwanaume mwingine akija akiangalia mwanamke amenuna, anasema yani nikija tu nyumbani anaanza kununa, ngoja niende nikaangalie mpira. Kumbe amemkumbuka baba yake aliyefariki. Kumbe amekumbuka nyumbani kwao walivyo na matatizo. Funua maisha yako, mawasiliano ya msingi. Fanya connection, jieleze unavyojisikia, na wewe unafanya kazi ya kupokea hizo hisia na kuzikumbatia. Quality time, ongea mazungumzo ya msingi. Shirikiana katika kazi ndogo ndogo za nyumbani. Unapopata muda pamoja, inatuvuta tuwe na mshikamano. Wakati fulani mama anaosha vyombo na wewe uko tu hapo pembeni unamsaidia kupanga kikombe. Hiki kinakaa hapa. Wewe ukifuta unaweka kwenye kabati. Yaani kuna wanaume wenyewe wanataka wamama wanafanya tu kazi. Hata akiamka kwenye neti anasema mama fulani njoo ndoa neti. Alafu akimaliza anaenda bafuni, mama leta mswaki. Yani yeye ni kuhudumiwa tu, ni kuhudumiwa. Na wanawake nao wanatamani tushiriki. Na unaposhiriki unatufanya tuweze kuunganika pamoja. Lakini zawadi inaonyesha nilikuwepo moyoni mwako. Zawadi inaonyesha kwamba nilikuwa ninakuwaza. Zawadi inaonyesha kwamba pamoja na shida ninakuthamini, pamoja na ubinadamu nilio nao, lakini bado ninakuhitaji. Na kuna mtu yuko hapa tangu aolewe, alipomaliza kupewa zawadi kwenye uchumba hakupewa tena. Hata hajui kwamba zawadi ni nini. Zawadi sio kulipa umeme, zawadi sio kuwasomesha watoto, zawadi sio kuleta mboga nyumbani. Zawadi ni tokeni inayomhusu mtu binafsi. Hata watoto wakiwa hawaipokei, hata mfanyakazi hapokei. Yani hiyo ni kwa ajili yake, na anapokea, anasema mume wangu, mke wangu ananipenda. Na wanaume nao wanahitaji zawadi. Wanaume wasiotaka zawadi wanyooshe mikono. Kumbe na nyinyi mnataka zawadi, mbona huwa hamsemi sasa? Nao wanahitaji zawadi. Pamoja na kwamba wanaume wanahitaji kutiwa moyo, pamoja na kwamba Naomi umesema vizuri utamuombea, wanatamani kutambuliwa ya kwamba wanafanya kitu fulani. Wanatamani mwanamke ambaye anavumilia, maana moja ya sifa ya mwanamke ni kuwa adaptable. Mazingira yanapanda yanashuka. Wakati fulani wanatamani mwanamke ambaye anasoma alama za nyakati, anasema ninajua ya kwamba ninajua kudhiliwa, tena najua kufanikiwa katika hali yoyote na katika mambo yote. Nimefundishwa kushiba na kuona njaa, lakini katika wakati huo unamtia moyo kwa kazi anayoweza kufanya. Lakini
unaweza kushiriki kwa act of service ambayo nimeiongelea, lakini unaweza kushiriki kwa physical touch. Onyesha wakati fulani upate muda wa kukaa na mwenzi wako karibu, umshike mkono. Ile kushikana tu mkono, kuna homoni zinazalishwa zinaondoa stress. Kuna homoni zinazalishwa, anajisikia moyoni misongo imeisha. Ile tu kumshika mkono, ile tu kumtia moyo, ukamchukua kwenye bega, ukamkumbatia, ukamwambia pamoja na kwamba tunapitia magumu, tuko pamoja. Kuna kitu kinafanyika na kuna mtu anajisikia vizuri. Pamoja na mawasiliano, pamoja na mambo mengi ambayo tumejifunza, Bwana awabariki. Mungu awatie moyo. Sasa niwasumbue tena, msogee hapa mbele ili tuweze kuwa na wachungaji wote watakao kuja kuomba. Wachungaji njoni, wazazi njoni, tutaweka mikono ya baraka kuwabariki hawa wapendwa. Mkitulia mtasoma kitabu hiki na Bwana atawapatia neema, mtakuwa na maisha mazuri. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Wanakuja taratibu. Hivyo unavyomshika mkono, hata mkiwa unaenda kanisani, usiogope kumshika mkono. Anatembea taratibu kama mnatembea kwa mguu, msubiri afike. Viatu vimekuwa virefu, mbebe slipa. Mkoba umekuwa mzito, umsaidie. Yuko na mtoto, unaweza ukabeba mtoto na yeye akabeba nyingine. Yaani unajua hii karne imebadilika jamani. Tuacheni yale mambo ya kule. Yaani mwanaume siku hizi unaangalia mwanaume anayehudumia mtoto anayebeba, na ndio unasema huyu ndio mwanaume. Maana ule udume wa kumfanya mwanamke kwamba afanye mambo yote mwenyewe, hautasifiwa na mtu hata mmoja. Yaani kuna watu wanasema yaani mimi ni mwanaume. Yaani hiyo haikusaidii kujenga nyumba. Penda mke wako, usisikilize maneno ya watu. Nathan ni rafiki yangu, ukiwasikiliza watu hautampenda mke wako. Onyesha mfano na utafanya. Wazazi njoo, na wasubiri wazazi na wachungaji tuombe, na ili ya kwamba ndoa iwe nzuri. Si mnaweza mkapiga hatua tena mkaja hapa mbele. Bwana awabariki sana. Haleluya. Sasa mtapiga ninyi magoti hapa kuelekea kule ili picha zitoke vizuri. Mtageukia kule na wachungaji watakaa upande wa katikati na wazazi watatusaidie msaidizi ili na nili kae vizuri kwa nyuma. Wachungaji mnaweza mkaja kwa mbele hapa, samahani, ili tuweke mikono yetu katika mikono ya wapendwa wetu. Mungu awabariki. Kuna wachungaji wa kutosha. Asante sana. Asante sana kwa huduma hiyo. Mnaweza mkazunguka hivi, wazazi wakiwa hapa, wachungaji tunaweza tukaa hapa mbele kabisa. Nafikiri tutatosha na Bwana atatubariki. Sasa pigeni magoti. Tupige magoti. Yes, piga magoti. Tupige magoti. Tupige magoti. Asante. Hiyo hekima naona imekaa vizuri. Basi unaweza Mungu awabariki sana. Pastor Izungo atatuletea ombi. Unaweza wagusa mahali unapoweza kama ishara ya baraka. Wazazi wekeni mkono hapa. Tuombe. Mwenyezi Mungu mwenye rehema, muumba wa mbingu na nchi, katika siku hii ya leo hakika tumeuona utukufu wako, jina lako na litukuzwe sana. Tunakushukuru Mungu wetu kutupatia kibali cha kukusanyika mahali hapa kwa ajili ya furaha na baraka za pekee kwa Naomi na Nathan. Jina lako litukuzwe. Asante Bwana kwa kuwa ni wewe mwenyewe umeruhusu tukio hili kufanyika. Tunakushukuru kwa ahadi ambazo wamezitoa. Tunakushukuru kwa mbaraka ambao mchungaji ameutoa. Na sasa Bwana, sisi watumishi wako na wazazi wa vijana hawa tumekusanyika mahali hapa, tukiwa tunaomba maombi ya baraka, na mkutano wote ukiwa umetulia wakiwa wanaomba maombi ya baraka kwa familia hii. Baba, tunakuomba kwa kuwa vijana hawa
hawakutoka wakachukuana kienyeji. Wameona ni heshima kubwa kuja kuanza na wewe. Baba, ninakusihi na kukuomba uanze pamoja nao. Ninakusihi na kukuomba Bwana, ndoa hii ikajengwe katika msingi, na msingi wa pekee ukawe wewe Yesu Kristo. Ndoa hii Bwana, kwa kuwa imekuja kufungwa na kuwa ndoa takatifu, ninakuomba pepo, dhoruba zitakapovuma zikutane na wewe ukiwa umewazingira. Ninakusihi Mungu wa mbinguni, ikiwa ni neema ukaweze kuwapatia. Naomba Mungu wa mbinguni, ikiwa ni furaha ukawapatie, ikiwa ni amani ukawapatie, ikiwa ni neema Bwana ukawapatie. Bwana, hawa wafanye kuwa watu, wafanye kuwa familia ambayo ni bora. Pakaweze kuwa mahali pa makimbilio, pakaweze kuwa mahali pa mashauri. Hata watu ambao huenda leo wamehudhuria tu hapa, huenda ndoa zao zilikuwa na changamoto, kupitia tukio hili Bwana, tunaomba ndoa hizo zikapone. Baba, asante kwa kuwa utawapatia baraka nyingi. Wapatie vipato kwa ajili ya maisha yao, wapatie vipato kwa ajili ya kazi yako, wapatie vipato kwa ajili ya kuhudumia jamii pia. Tunakuomba Bwana, hawa wakaweze kuwa baraka. Baba, nakusihi na kukuomba katika siku hii ya leo ukaweze kugusa matumbo yao, ili kwamba Bwana ukawapatie uzao wa pekee, watoto wa kike, watoto wa kiume, kwa kadri watakavyo kuhitaji Bwana, naomba ukawapatie. Baba, asante kwa kuwa wewe ni Mungu mwema. Ninakuomba nikikusihi kwamba baada ya furaha zote watakazoishi hawa, Baba, mwisho ndoa hii iweze kuingia katika makao yale ya amani. Naomba kwa ajili ya mabinti ambao wamekata tamaa, kupitia ndoa hii Bwana ukawapatie furaha. Naomba kwa ajili ya familia ambazo zinapitia changamoto mbalimbali, kupitia tukio la ndoa hii takatifu ya leo Bwana, vile viapo vilipokuwa vikitolewa, hebu Bwana na wao siku hii ya leo wakajikumbushe, ili wakumbuke kwamba walitoa viapo kama hivi, ukaweze kutengeneza na kuhuisha. Karibu sana uwavute, karibu sana kwa imani we. Bwana napenda uwashike, uwalinde wasitengwe nawe. Uwalinde wasitengwe nawe. Ndivyo tunavyoomba Baba, walinde wasitengwe nawe, katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Asante kwaya ya Makongo juu mara moja hapa, wakati tunapoendelea na ibada hii ya ndoa. Kwaya ya Makongo juu, mara tu baada ya kwaya hii ya Makongo juu kuimba the praise, tutapanda jukwani na
Mara baada ya the praise, kipunguni mtachukua nafasi. Shangwe kubwa tunaposhuhudia ndoa hii takatifu, maharusi wanapounganishwa, ni jambo la kumtukuza Mungu. Maharusi wanapounganishwa, ni jambo la kumtukuza Mungu. Leo ni shangwe kubwa tunaposhuhudia ndoa hii takatifu, maharusi wanapounganishwa, ni jambo la kumtukuza Mungu. Maharusi wanapounganishwa, ni jambo la kumtukuza Mungu. Mwanaume atawaacha wazazi, ambatane na mke wake, watakuwa mwili mmoja. Nasema Bwana, ndoa yenu ikawe mbingu ndogo, shetani asiingie kamwe. Ndoa yenu ikawe mbingu ndogo, shetani asiingie kamwe. Mwanaume atawaacha wazazi, ambatane na mke wake, watakuwa mwili mmoja. Nasema Bwana, ndoa yenu ikawe mbingu ndogo, shetani asiingie kamwe. Ndoa yenu ikawe mbingu ndogo, shetani asiingie kamwe.
katika ndoa yenu, kilichounganishwa naye Mungu mwanadamu asikitenganishe. Kilichounganishwa naye Mungu mwanadamu asikitenganishe. Twawaombea maisha mema, upendo utawale katika ndoa yenu, kilichounganishwa naye Mungu mwanadamu asikitenganishe. Kilichounganishwa naye Mungu mwanadamu asikitenganishe. Mwanaume atawaacha wazazi, ambatane na mke wake, na watakuwa mwili mmoja. Asema Bwana, ndoa yenu ikawe mbingu ndogo, shetani asiingie kamwe. Ndoa yenu ikawe mbingu ndogo, shetani asiingie kamwe. Mwanaume atawaacha wazazi, ambatane na mke wake, na watakuwa mwili mmoja. Asema Bwana, ndoa yenu ikawe mbingu ndogo, shetani asiingie kamwe. Ndoa yenu ikawe mbingu ndogo, shetani asiingie kamwe. Mwanaume atawaacha wazazi, ambatane na mke wake, na watakuwa mwili mmoja. Asema Bwana, ndoa yenu ikawe mbingu ndogo, shetani asiingie kamwe. Ndoa yenu ikawe mbingu ndogo, shetani asiingie kamwe. Mwanaume atawaacha wazazi, ambatane na mke wake, na watakuwa mwili mmoja. Asema Bwana, ndoa yenu ikawe mbingu ndogo, shetani asiingie kamwe. Ndoa yenu ikawe mbingu ndogo, shetani asiingie kamwe. Mwanaume atawaacha wazazi, ambatane na mke wake, na watakuwa mwili mmoja. Asema Bwana, ndoa yenu ikawe mbingu ndogo, shetani asiingie kamwe. Ndoa yenu ikawe mbingu ndogo, shetani asiingie kamwe. If home is really where the heart is, then home must be a place we all can share. And even with our differences, our hearts are much the same. And where love is, we come together there. Wherever there is laughter ringing, someone smiling, someone dreaming, we can live together there. Love will be our home. Wherever there are children singing, where a tender heart is beating, we can live together there. Love will be our home. With love, our hearts can be a family, and hope can bring our family face to face. Even if we're far apart, our heart can be as one when we come together in one place. Wherever there is laughter ringing, someone smiling, someone dreaming, we can live together there.
will be our home. Wherever there are children singing, where a tender heart is beating, we can live together there. Love will be our home. 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 Wherever there is laughter ringing, someone smiling, someone dreaming, we can live together there. Love will be our home. Wherever there are children singing, where a tender heart is beating, we can live together there. Love will be our home. Love will be our home. Bwana wabariki sana. Mwalike sasa mwenyekiti wa kamati ya maandalizi ya shughuli hii aje hapa kwa ajili ya maelekezo ya nini kinafuata baada ya hapa. Mwenyekiti wa kamati tafadhali. Habarini za mchana. Bwana ni mwema. Bwana ni mwema. Natamani wote kuona mkiinua mikono juu kumshukuru Mungu kwa tukio hili jema. Wote tuinue mikono juu kwa pamoja. Asanteni sana. Nashukuru. Utaratibu ambao upo kuanzia sasa ni kwamba kabla ya kwenda kwenye ukumbi, familia ya Mzee Manongi imetuandalia chakula hapa cha mchana. Kwa hiyo tutapata chakula cha mchana, halafu baadaye tutaanza safari ya kuelekea kule ukumbini. Ukumbi ni Blue Sapphire ambao uko opposite na Ramada Hoteli, na kwa urahisi zaidi tunapaswa tuweze kutumia hii barabara ya Mbezi Chini kwa maana ya Clouds huko Kawe. Hii ndio unaweza ukafika kwa urahisi zaidi. Ukumbi ni Blue Sapphire, na sherehe hii basi tunatarajia iweze kuanza saa 12 kamili, ndipo ambapo itaweza kuanza. Lakini pia mara baada ya kiongozi wa msafara ambaye atakuja hapa baadaye mara baada ya kwaya, basi yeye ataweza pia kutoa utaratibu wa usafiri, namna ya kufika kule, lakini pia na program nyingine ataweza kutupatia. Na kiongozi wa msafara atakapokuwa akitoka, basi wazazi wataweza kutuombea kwa ajili ya kutukaribisha katika chakula hicho. Lakini pia vile vile niweze kuwakaribisha wote, na kwa zile watu ambao wameandaliwa kwa ajili ya kwenda kupiga picha, kuna eneo maalum limeandaliwa. Wazazi wa pande zote mbili tutaweza kwenda kwa ajili ya kupiga picha, alafu tutaweza kuelekea ukumbini. Asanteni sana. Nafikiri nimekamilisha maripoti. Asante. Basi nimepata mwongozo, naomba nimkaribishe Bwana Julius, kiongozi wa msafara, aweze kutukamilisha vyote. Bwana ni mwema. Bwana ni mwema wakati wote. Basi tunamshukuru Mungu kwa ibada iliyomalizika ya ibada takatifu ya ndoa. Naomba nitoe utaratibu wa msafara wetu. Baada ya chakula, msafara wetu utaongozwa na gari la maharusi wetu pamoja na gari za wazazi, na baada ya hapo tutaongozwa na gari ya mamaids pamoja na groomsmen watatuongoza, na tutakuwa pia na costa 2 kwa upande wa bibi harusi, ndugu wa bibi harusi, lakini pia tutakuwa na costa 1 kwa upande wa ndugu wa bwana harusi. Na baada ya hapo kutoka kwenye picha, kwa wale ambao wameandaliwa, tutakuwa tunaelekea ukumbini, na baada tutakuwa tunaelekea ukumbini, na sherehe yetu kama tulivyoambiwa kwamba itaanza saa 12. Kwa hiyo tuzingatie muda, na kwenye picha ni wale tu ambao wameandaliwa. Na baada ya kusema hayo, basi
nipende kusema kwamba watoto wetu tunawapenda sana, lakini kulingana na sheria zetu za nchi, basi hatutowaruhusu kwenda ukumbini. Na baada ya kusema hayo, nipende kualika wazazi waweze kutupatia ombi la chakula na kutukaribisha. Familia hii imetuandalia chakula cha pamoja, hivyo ni wapatie nafasi. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Kwanza niwashukuru sana kwa kuungana pamoja nasi kushuhudia tukio hili muhimu. Tunakaribisha sana kwa chakula cha mchana mara baada ya kutoka. Kwa hiyo ninaomba tupate ombi kabisa la chakula. Tuombe. Baba mtakatifu, jina lako litukuzwe. Asante kwa upendo wako na baraka zako. Asante kwa siku hii maalum, siku ya pekee. Asante Baba kwa kufanikisha ibada hii ya ndoa. Tunakushukuru na tunazidi kukusihi uendelee kuongoza na kutawala maisha ya maharusi na maisha yetu yote. Baba, kuna chakula ambacho kimeandaliwa, tunakusihi ukakibariki tunapoenda kukitumia, kikajenge miili yetu. Ni katika jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu nimeomba na kushukuru. Amen. Mpango wa Mungu ulianzia Edeni, alimuumba Adamu kisha akamuumba Hawa, ikapatikana familia ya kwanza, ndoa takatifu ikaanza Edeni. Ombeni baraka kwa Mungu wetu, neema ya Mungu na iwafunike, nyumba yenu iwe kama mbingu ndogo, mkikaza mwendo kwenda juu mbinguni. Ombeni baraka kwa Mungu wetu, neema ya Mungu na iwafunike, nyumba yenu iwe kama mbingu ndogo, mkikaza mwendo kwenda juu mbinguni. Tunapofurahia kufungwa ndoa hii, tunaikumbuka ahadi ya Yesu Kristo, atarudi tena kama bwana harusi kulichukua kanisa kwenda mbinguni.